Hapa ni katika uwanja wa New Amani visiwani Zanzibar, na unachokitazama ni kikosi cha Simba, wakilishi pekee wa michuano ya kimataifa msimu wa mwaka 2024-2025 ambao wamesalia katika michuano hii, na hatua iliyopo sasa ni hatua ya fainali, manake ni hatua ya mwisho ya michuano hii, na hii ni fainali ya pili wanakwenda kucheza baada ya fainali ya kwanza kuchezwa pale Morocco. Kama ambavyo tunajua kwa marekebisho kanuni ya sasa fainali zinachezwa mbili nyumbani na ugenini kama ambavyo imekuwa katika hatua za awali. Mnyama Simba Sports Club anakwenda katika mchezo huo akitafuta magoli mawili plus ili kujihakikishia kuwa mabingwa wa kombe hilo la shirikisho barani Afrika msimu wa mwaka 2024-2025 baada ya kupoteza kwa magoli mawili kwa sifuri pale nchini Morocco dhidi ya RS Berkane. Na hicho unachokitazama ni kikosi cha wanalunyasi Simba wakiweka mili sawa ama kufanya mazoezi ya mwisho katika dimba la New Amani hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo huu ambao utachezwa kesho majira ya saa 10 kamili hapa visiwani Zanzibar. Mnyama kwa mujibu wa rekodi, manake inakuwa ni fainali yake ya pili kuweza kucheza katika michuano hii baada ya ile fainali ya kwanza ambayo walicheza mwaka 1993 na kuweza kupoteza ubingwa katika ardhi ya nyumbani dhidi ya Stella d'Abidjan. Lakini katika mchezo huu Simba Sports Club safari yake ya kuanzia hatua ya robo finali aliweza kucheza na Al Masry kutoka nchini Misri na kuweza kushinda kwa mikwaju ya penalty, lakini kaweza kucheza pia dhidi ya Stellenbosch katika hatua ya nusu finali na kuweza kushinda kwa aggregate ya goli 1-0, goli ambalo lilifungwa na Jean Charles Ahoua katika uwanja huu wa New Amani hapa visiwani Zanzibar. Lakini pia katika hatua hii ya finali nakutana na RS Berkane ambao wao waliweza kuingia katika hatua hii ya finali baada ya kuwatoa CS Constantine ya nchini Algeria, na ni miongoni mwa mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kwa namna ambavyo mnyama atakwenda kulevel scoreboard kwa kuweza kushinda magoli 3 plus ili kuhakikisha kwamba analibakisha nyumbani kombe hili. Kumbuka misimu kadhaa iliyopita Young Africans nao walishiriki michuano hii, lakini waliweza kutolewa kwa goli la ugenini baada ya kuruhusu mabao 2-1 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini msimu huu tofauti, Simba anacheza hapa visiwani Zanzibar tu finali, lakini tofauti pia kombe litakuwa katika ardhi ya hapa nyumbani Tanzania, manake medali ya mshindi wa kwanza itakabidhiwa katika ardhi ya hapa nyumbani Tanzania. Endelea kutazama mazoezi ya Simba Sports Club, kutazama nyota kadha wa kadha hapo wakiendelea kujiweka sawa, lakini pia namuona nyota ambaye amekuwa amekosekana kwa muda mrefu sana, Mzamiru Yasin akiwa amerejea katika kikosi cha Simba na ni miongoni mwa watu ambao wapo hapa katika mazoezi ya Simba Sports. Naam, habari njema ni kwamba Abdulrazak Hamza pia anaonekana hapa katika mazoezi haya ya mwisho ambayo mnyama anakwenda kuyafanya kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wake dhidi ya RS Berkane. Kama ambavyo dua na sala zinaendelea kwa Watanzania kuhakikisha kwamba wanaiombea Simba Sports Club kuweza kuwa machampion wa kombe hili la shirikisho barani Afrika, ndivyo ambavyo kila mmoja akilala akiamka anaota na anatamani kuona mnyama akibakisha taji hili, iwe ni miongoni mwa historia ambayo imeandikwa. Pia unamwona kocha msaidizi wa kikosi cha Simba Suleiman Matola, lakini kwa mbali pia Fadlu Davids. Huenda ikawa ni miongoni mwa watu ambao wana shauku kubwa kwa vile ambavyo anatazamwa. Huenda hakupewa matumaini yale ambayo watu wengi walikuwa wakisubiri kuona, lakini leo hii ameivusha Simba kwenye nchi ya ahadi. Misimu takriban 4 mnyama amekuwa akiishia katika hatua ya robo finali katika michuano hii ya kimataifa, lakini msimu wa mwaka 2024-2025 msimu wake wa kwanza katika ardhi ya Tanzania, msimu wake wa kwanza na kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia msimu ambao Simba amefanya marekebisho ya nyota kadha wa kadha, takribani nyota wasiopungua 8 katika kikosi cha kwanza, wakiwa na mabadiliko ambao walisajiliwa. Ikiwa nazungumzia ukitazama first 11 ya Simba, nyota ambao wamekuwa hapo katika kikosi hicho kwa misimu kadha iliyopita ni nyota Mohamed Hussein Shabalala captain, lakini pia nyota Shomari Kapombe, Kibu Dennis, tofauti na wengine ambao wamekuwa wakianza katika kikosi hicho. Hivyo ni miongoni mwa watu ambao huenda wana shauku kubwa kuona anafanya vizuri na kikosi hicho cha mnyama Simba Sports Club.
Watanzania wameendelea kuhakikisha kwamba wanaiombea Simba Sports Club kuhakikisha inafanya vizuri katika mchezo huu ambao siku ya kesho mnyama anashuka dimbani kwa ajili ya kuweza kutafuta 2+ katika mchezo huo ili kuweza kulevel scoreboard na kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Na wenyewe wanakuambia hili tunabeba, kama ambavyo dua zetu na sala tunazielekeza kwao kama Watanzania kuhakikisha kwamba wanaweza kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa mwaka 2024. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.